Wapenzi watazamaji, habari ya asubuhi. Taarifa sasa hivi katika taifa la Kenya zinaendelea kutrend ni kwamba there is an impeachment motion of President William Samoei Ruto baada ya wabunge kutoka ule mrengo wake wa Kenya Kwanza na wa broad based government generally kutangaza ya kwamba they are now going to ensure they debate and bring a motion of impeachment of President William Ruto simply because Rais Ruto ameonekana kuwa msaliti katika serikali yao, na zaidi ya yote there is an accusation that President Ruto aliweza kuwa ama kusema ya kwamba they are corrupt, whereby Rais aliweza kuendelea kudai ya kwamba these MPs they like bribery na wanapenda hongo sana, and that is why they don't want right now to ensure that they are going to pass a bill that President William Ruto is now ready to present in parliament. Ni kubaya. Hujambo na karibu ni kufahamisha yale ambayo yanazidi kujiri, na kuomba uchukue sekunde zako mbili ukalike, kucomment na kikubwa zaidi ukaweza kusubscribe, na hiyo ndio support ambayo utakuwa umenipa, and I'm not going to take your support for granted. Right now the Azimio la Umoja Coalition pamoja na Kenya Kwanza Coalition waliounda the broad based government wameamua liwe liwalo, they must impeach the president. Ni baada tu ya matamshi ya Rais Ruto wiki hii ama wiki iliyopita kutangaza ya kwamba these MPs they like being bribed, whereby Rais Ruto aliweza kuaccuse the MPs that they demanded for some money so that they are going to pass a bill that President Ruto is ready to present in parliament, whereby there was a disagreement that was witnessed in the cabinet and in these MPs. Remember, sasa hivi imeweza kudhihirika ya kwamba kila mswada ambao unapitishwa katika bunge la kitaifa, the president must be involved. Mswada wowote ambao unapitishwa, wabunge lazima wapewe hongo ndiposa wakaweze kupitisha. And that is why right now I am in agreement that Rigathi Gachagua was impeached because of money. Kuna baadhi ya wabunge ambao waliweza kusisitiza ya kwamba they were paid more than billions of money. They were paid each 800,000 shillings to impeach the former deputy Rigathi Gachagua from the Senate, from the parliament, and all over. And that is why you saw Rigathi Gachagua's impeachment was his impeachment was successfully in the proceedings. Hebu niseme hivi, mtazamaji wangu, kuna baadhi ya matamshi ambayo Rigathi Gachagua aliweza kuzungumzia swala hilo baada ya kuwa impeached, ya kwamba Ruto aliweza kuwalipa baadhi ya wabunge ili kuhakikisha kwamba he is impeached. Katika miswada ambayo imekuwa ikipitishwa katika bunge la kitaifa, wabunge wengi wameonekana kupewa hongo kila wakati. Licha ya Wakenya kuendelea kupitia hali ngumu, President Ruto's regime is now seen to be very corrupt. Mtoto mleavyo ndivyo akwavyo. And that is why, mtazamaji wangu, baada ya Rais Ruto kuwazoesha wabunge, lazima awape kitu kidogo ndiposa waweze kupitisha miswada yoyote, ndiposa agenda zozote zinazoletwa katika bunge la kitaifa zikaweza kupitishwa. Baada ya kuonekana kukataa kufanya hivyo, they have now decided to ensure that they impeach Ruto. Na ni jambo ambalo lilimfanya Rais Ruto kuonekana kuwa na hasira sana baada ya wabunge hawa kususia kuweza kupitisha ile miswada kabla hawajapewa kitu kidogo. Jambo hili liliweza kumkasirisha rais, akarejea kwenye umati na kwenye the public, aliweza kurejea in public na kutangaza swala hili in public bila kuogopa. And that is where Now the secret behind this impeachment, the secret
behind the bribing in parliament and the MPs ilierupt. Kuna matamshi na mambo ambayo yaliweza kuzungumzwa na Silvanus Osoro ambaye ni kiongozi, the chief whip in parliament, ambapo alizungumzia swala hili na kusema ya kwamba they were given money to ensure that he shuts you down, and therefore the Kenya Kwanza coalition huenda ikakuwa shut down before 2027. Na umaarufu sasa, uongozi ama chama cha upinzani kitakuwa na umaarufu zaidi regardless of what, and that is why you are seeing things right now in Ruto's government is not going smoothly. We saw the former Interior Cabinet Secretary Justin Muturi resigning and joining the opposition. We saw the close personal assistant of President Ruto, Moses Kuria, resigning and joining the government. What is happening? The game is stiff, and right now the opposition is happy. Mtazamaji wangu, hebu toa maoni yako na mawazo yako kuhusiana na swala hili nzima kwenye comment section. Thank you for watching this video and let's meet in our next episode.